Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa Jumatano, juma la 4 la Kwaresma. Somo la kwanza, Isaya sura 49 mstari wa 8 hadi 15. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu asema hivi: wakati wa kufaa nimekujibu, na katika siku ya wokovu nimekuletea shime. Nitakuhifadhi na kukufanya uwe agano kwa watu. Nitainua tena nchi na kuwapa tena urithi uliokuwa umeachwa. Nitawaambia wafungwa, tokeni nje, na walio gizani, jionyesheni. Katika njia zote watajirisha, juu ya milima yote ya majabari watapata marisho. Hawataona njaa tena wala kiu. Hawatapigwa na upepo wa hali wala na jua. Kwa kuwa yule aliyewahurumia atawaongoza na kuwapeleka kwenye mabubujiko ya maji. Nitageuza milima yote kuwa njia, na barabara zitakuwa. Wengine watatoka mbali, wengine upande wa kaskazini na magharibi, wengine nchi ya Sinimu. Shangilieni enyi mbingu, ewe nchi, piga vigelegele, nanyi milima paseni sauti ya kuiba. Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake na kuwaonea huruma wenye kuteswa. Sioni alisema, Bwana ameniacha, Bwana wangu amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake? Aweza kumsahau mzao wa tumbo lake asimhurumie? Hata kama yeye angemsahau, lakini mimi sitakusahau wewe hata kidogo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 145 mstari wa 8 hadi 9, 13 C na D hadi 14, 17 na mstari wa 18. Kiitikio: Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwenye huruma na mpole, sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa huruma. Bwana ni mwema kwa wote, na huruma yake i juu ya viumbe vyake vyote. Kiitikio: Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwaminifu kwa ahadi zake zote, na mwenye upendo kwa kazi zake zote. Bwana huwategemeza wote wanaoanguka, huwainua wote waliogandamizwa. Kiitikio: Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwema kwa kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wakuitao kwa uaminifu. Kiitikio: Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Bwana. Aniaminie mimi hata kufa milele. Sifa na utukufu kwako e Kristo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 5 mstari wa 17 hadi 30. Wakati ule Yesu aliwajibu Wayahudi akisema, Baba yangu anaendelea na kazi yake, nami ninafanya vivyo hivyo. Hapo Wayahudi walizidi kutafuta nafasi ya kumuua, sio kwa sababu alivunja sabato tu, ila pia kwa sababu alimwita Mungu baba yake, na hivyo kujifanya sawa na Mungu. Yesu akajibu akawaambia, Amin, amin nawaambieni, mwana hawezi kufanya kitu ila alichomwona baba anakifanya. Afanyavyo yeye, mwana pia anafanya, kwa maana baba ampenda mwana na anamuonyesha yote yale atendayo. Juu ya hayo atamuonyesha matendo makubwa zaidi, hata ninyi mtastaajabu. Maana kama baba anavyofufua wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo na mwana awapa uzima awapendao. Aidha baba hamhukumu mtu, ila amempa mwana hukumu yote, ili wote wamheshimu.
mwana kama wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyemtuma. Amen, amen nawaambieni, asikiaye neno langu na kumsadiki yeye aliyenituma anao uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Amen, amen nawaambieni, saa inakuja na ndiyo sasa, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, nao watakaoisikia watakuwa wazima. Maana kama Baba anao uzima ndani yake, hivyo alimpa mwana pia kuwa na uzima ndani yake, akampa mamlaka hayo. Kwa maana saa inakuja watakaposikia sauti yake wote waliomo makaburini, na watatoka, wale waliotenda mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya kitu kwa amri yangu, na hukumu kama unavyosikia, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu nafanya sio nitakayo mimi, bali atakayo yeye aliyenituma. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Nashukuru kwa kujumuika nami kwa masomo ya misa Jumatano, juma la 4 la Kwaresma. Na kusihi kama bado hujasubscribe kwa this channel, kindly subscribe. Mungu awabariki na muwe na siku njema. Nashukuru.